oda ya walimu, wagonjwa kwa sasa hawapo shuleni, hawapo kazini. Afisa elimu, naomba unisaidie nipate walimu katika shule ya msingi Magoza. Elimu oye! Afisa elimu wa wilaya ameniahidi na kunikubalia kwamba awamu hii ya ajira ambayo inakuja, na sisi Magoza tunakwenda kupata ongezeko la walimu. Kwa hiyo katika hili naomba tuwe wastahamilivu. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni serikali sikivu, na hayo mambo yote yatawezekana kama miundombinu imeletwa hapa. Lazima walimu watakuja hapa. Wazazi oye! Lakini kadhalika kuna swala la umeme. Umeme ni waondoe hofu kwa mwaka wa fedha. Mimi na vitongoji 25 katika kata yangu ya Kiparang'anda, lakini mpaka sasa hapa napoongea na nyinyi nimepokea idadi ya vitongoji 4 kutoka REA ambavyo umeme utafika na wameshaanza michakato. Kuna kitongoji cha Bombo, kijiji cha Magoza, tayari tumepeleka nguzo, lakini kwa mwaka wa fedha kitongoji kile kimeingia. Kuna kitongoji Kiparang'anda katika kitongoji cha Kembani, kitongoji cha Vikonge, kitongoji cha Kimanyile, ambapo saa hizi tumeenda pale kuanzisha shule shikizi kuwasaidia watoto wanaotoka Kimanyile, wale watoto wadogo kuelekea shule ya msingi Kiparang'anda kwa umbali na namna ya mapoli na hatari wanayoipata watoto wetu. Tumekuja kuanzisha pale shule shikizi ambayo tayari tunaenda kupambana ili shule ile iende ikaanze kazi. Kwa hiyo umeme umekuja katika vitongoji hivyo. Lakini tunaingia kwenye mwaka wa fedha, bajeti ya mwaka wa fedha huu unaoingia 26-27. Ni waondoe hofu wazazi wangu. Meneja wa REA ametuma wataalamu wake masave. Wenye vitu wa vitongoji mpo? Kuna wenye vitu wangapi hapa katika mkutano wa vitongoji? Naomba msimame. Uliyevaa kofia ni mwenyekiti wa kitongoji gani? Nataka unaambia kitongoji cha Choga Kise, save wa umeme wamefika? Amefika mwezi wa? Na uliwapitisha kote? Na mwenyekiti wapi? Kidai. Save alifika? Alifika. Na mmepita huko kote. Wazazi wangu, naomba mniombe salama na mniombe dua. Lakini kuna hoja ya umeme katika kitongoji chetu hiki cha Magoza. Lakini nguzo za umeme hizi hapa zimepita. Shule ya sekondari ni ile pale. Ina maana kuutoa tu pale kupeleka shuleni. Hilo nimelichukua, nimelibeba na nimeendelea kulifanyia kazi. Hata kwenye kikao cha DC mwalimu mkuu wa sekondari alilisemea jambo hili. Ndivyo mwalimu? Na nikamwambia tunakwenda nalo. Sisi tunatafuta utaratibu wa namna gani wa kuandika barua ili mradi tu kwamba umeme utoke pale uje pale shuleni na watoto waweze kusoma. Ikiwa kwa kishindo kikubwa. Si kazi rahisi sana kwa sababu ya uhitaji umekuwa mwingi. Ukizungumzia wilaya Mkuranga, nimezungumza hapa, kuna vijiji 25, kuna vitongoji 476. Tunakwenda awamu kwa awamu. Awamu hii tumeleta vizimba kwenye umeme ambavyo masavea wamepita, tukapeleka nguzo baadhi ya vitongoji. Awamu nyingine tutajenga transformer, lakini na umeme unakwenda kusambaa katika majumba yetu. Waziri wa ujenzi ndio mbunge wetu wa Mkuranga, amekwenda amepambana kikamilifu kule bungeni. Sisi watu wa Kiparang'anda tumeletewa fedha shilingi milioni 400 zimekwenda kulala katika mradi mkubwa sana kwenye barabara ya Kiparang'anda Mburani kuelekea Bupu, kwenye daraja mto Lukwale na mto Mbezi. Zimekwenda kulala milioni 400 na pointi ziko pale. Lakini hayo yote ni mazuri ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais ametoa fedha serikali kuu. Sasa tunakwenda sisi kujipambanua na shughuli za kiuchumi zinakwenda kukamilika, kuunganisha watu wa Bupu, Kiparang'anda, Amini na Dar es Salaam. Kwa sababu pia kuna watumishi wanaolala ama kuna watu wanaolala Dar es Salaam lakini wanafanya kazi wapi? Bupu. Kuna wafanya biashara wanaotoka Dar es Salaam wanalala Bupu, lakini kuna watu wanaotoka Bupu ambao wanakwenda kufuata bidhaa wapi? Dar es Salaam. Ile daraja linakwenda kukamilika, tayari mradi mkubwa umeshaanza. Na saizi ninavyoongea na nyinyi wazazi wangu